Ni hatua ya robo fainali ya fainali za kombe dunia mwaka 2026. Jarada zuri sana la kitabu lingeweza kutumika ni vuta ni kuvute, kwa sababu mafahari wawili wanapambana kusaka nafasi ya kuelekea katika hatua ya nusu fainali. Ingetumika kitabu cha Long Walk to Freedom cha Nelson Tata Mzilekeza Madiba Mandela, kingeweza kuhamili kwamba kitu gani kitaweza kujiri kati ya leo. Walikutana katika hatua ya nusu fainali katika fainali za kombe dunia Qatar mwaka 2022, ambapo Ufaransa Le Bleu wakishinda kwa ushindi wa bao 2-0. Itakumbukwa zaidi kwa wachezaji Theo Hernandez ambaye yupo katika kikosi cha Didier Deschamps pamoja na Randa Kolo Muani ambaye hayupo kwa sasa hivi. Hadithi tamu zaidi inasubiri kwa Afrika iwapo Dima Maghreb wataweza kuelekea hatua ya nusu fainali, na hiki kinaweza kuwa ni kizingiti cha kocha Mohamed Wabi ambaye amerithi mikoba ya kocha Walid Leglagi. Lakini kwa Didier Deschamps ni kuzidi kutaka kuweka rekodi zaidi ya kushinda taji hili la kombe dunia kwa mara ya pili baada ya kushinda mwaka 2018, lakini alishinda kama mchezaji mwaka 1998. Swali je, linasalia, Afrika itazidi bendera yake kupepea, lakini bila kusahau kwa Morocco kuzidi kuweka rekodi ya kufika hatua ya nusu fainali kwa mara ya pili mfululizo. Karibu sana katika mchezo wa kwanza wa hatua ya robo fainali kati ya Ufaransa Le Bleu dhidi ya Simba wa Atlas Morocco. Mimi ninayokaribisha naitwa Saidi Salim Msumi, lakini kama kawaida uchambuzi hauwezi kukamilika bila ya uwepo wa panel yangu ya nguvu zaidi, kwa sababu uchambuzi leo hii utaongozwa na nani? Uchambuzi utaongozwa na James Samuel Jimmy Steigas, sauti ya mamlaka, kwa ajili ya kuweza kutupatia mamlaka kuelekea mchezo huu iwapo nani ataelekea hatua ya nusu fainali. Lakini bila kusahau tumemzoea kumwona tangia mwaka 1996. Huyu ni GOAT, si mwingine ni Dr. Lik Abdallah. Uchambuzi wake umetukuka kweli kweli. Chochote anachokisema unapaswa utumie kalamu na karatasi kuweza kuandika. Lakini leo mgeni mwalikwa katika siku ya ni nani? Ni fahari ya kipekee sana kuwa na kocha ambaye ameitumikia kikosi cha DC Motema Pembe, lakini bila kusahau alitambulishwa hapa nyumbani Tanzania na kikosi cha Young Africans, lakini amepita katika club mbalimbali. Amepita Namungo Football Club, the Southern Killers, amepita Coastal Union na Mangushi, amepita Polisi Tanzania, lakini bila kusahau amekifundisha kikosi cha timu ya DRC Wydad the Leopards. Walishinda taji la CHAN mwaka 2016, ikiwa ni taji lao la pili baada ya kushinda katika fainali za kwanza mwaka 2009. Huyu si mwingine ni Papa Mwinyi Zahera, mzee wa Intense Ikwelebe Bo. Imekuwa jambo jema sana kuwa naye katika siku hii hapa ya leo. Coach, vipi? Bon, ça va. Ça va? Ça va bien. Merci. Karibu sana. Karibu sana. Asante sana. Imekuwa ni jambo jema sana kuungana na wewe fainali za kombe dunia, na sio umetoka Paris. Nimetoka Paris. Paris vipi? Jana. Asante watu wazima, tunashukuru Mungu kabisa. Wanaionaje Ufaransa jinsi ambavyo inavyofanya chini ya Didier Deschamps? Ufaransa nadhani 95% ya Wafaransa wenyewe wanaona kama hii kombe ni yao. Na ila ukiangalia matimu mbalimbali kweli kuna timu karibu mbili, ukamwangalia nani yenye kweli hii AFCON, ukiangalia matimu mingi kweli uwezo sio mkubwa sana, sio mkubwa sana. Nadhani timu yenye inaonekana kama inaweza kuwasumbua hawa Faransa ni hii ya leo, Morocco, kuna Spain, Portugal iliondolewa, na nadhani ukiangalia hakuna tena timu nyingine yenye. Argentina sio kawaida, sababu ukiangalia Argentina inacheza na Cape Verde, inaruhusu goli mbili. Inacheza na Misri, inaruhusu goli mbili. Wakati unaruhusu goli mbili kwa ile matimu, ukicheza na Ufaransa, atake ya Ufaransa, ushambuliaji wa Ufaransa mwaka huyu kweli iko level moja kubwa sana.
Coach, ukiachana na Ufaransa, najua una kofia nyingine tena ya DRC. Walirejea kwa mara ya pili katika fainali za kombe la dunia. Umeonaje safari yao jinsi ilivyokuwa? Kwa nani? DRC? Yeah, the Leopards. Safari ya AFCON ya World Cup E. Bon, nani nadhani kama unajua ilishakuwa miaka 3. Miaka 3 Leopard haina tena mchezaji hata mmoja wa ndani. Level ya timu iliongezeka. Iliongezeka sababu kipindi mie niko na Florai Benge, wakati tunaendesha timu ya Leopard ya Kongo, kila mechi hakuwezi kosa wachezaji 4 5 wa ndani ya ligi ya Kongo. Unasikia? Na wale tunaita binationaux. Binationaux ni wale wachezaji wenyewe walizaliwa Ulaya na ila ni Wakongomani. Wazazi wao ni Wakongomani. Okay? Sie wale wachezaji hawakuwa wa kuzidia wawili. Unasikia? Na tulikuwa na wachezaji karibu 10 wenyewe wanaitwa na 13 14 wachezaji wa ndani ya nani. Na wale wenyewe tulikuwa naita wakuje kucheza kwa timu ya taifa, wengi walikuwa ni wachezaji wenyewe wipo hawako ku first 11 ya matimu yao. Wote walikuwa benchi, wengine wachezake na ingisi wanacheza ligi kuu ya kule tulikuwa na waita. Na ukiangalia sasa uwezo wa timu kufuatana na swala yako. Timu ilikuwa na uwezo moja wa juu. Kulikuwa vitu mbalimbali vyenye vilikuwa kwangu mie hata kufikia pale walifikia ni kitu moja kikubwa sana. Shukrani sana.